Si kwa wema wenu wala kwa nguvu zenu, bali ni Mungu amegharamika kwenu. Ni vizuri ungempigia Mungu makofi, ni kwa ajili ya huo uhai tu aliokupatia. Maana uhai na afya na upumzi ambayo Mungu amekufikisha nao katika hekalu lake. Kuna mtu yuko hospitalini, kuna mtu yuko katika starehe, lakini wewe umepata kibali mbele za Mungu. Na ukasikia muhimizo ya kwamba sitakubali kubaki nyumbani. Wengi wetu huwa tunaenda kazini. Siku ya Jumapili ndio siku ya hofu, si ndio? Lakini haukutazama zile kazi za pale nyumbani. Ukasema ya kwamba hapana, wacha niende katika hekalu la Mungu. Kwa hiyo huo ni upendo mkubwa sana uliomuonyesha Mungu. Mungu azidi kukubariki na upendo huo. Kwa majina yangu kama mlivyosikia, naitwa Emily Maundo. Nashukuru Mungu kwa sababu jina la Emily lilikuwa limepotea. Nilizaliwa nikiwa mdogo nikabatizwa kanisani. Lakini shetani akacheza parapanda zake pale mpaka nikajikuta ninaitwa Rehema. Nikiwa nimeslimishwa sasa ni Muislamu. Unaweza ukatembea huko ukasikia ninaitwa Rehema. Kitambulisho changu nilichukua na jina la Rehema kwa sababu nilikuwa ni Muislamu. Lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu jina la Emily limerudi mahali pake. Huwa nikikaa mbele zenu ama nikikaa katika hekalu, huwa napenda ninyenyekee tu sana mbele za Mungu. Maana nikifikiria kule ni Mungu alikonitoa, yale maisha niliyokuwa nimefungwa na shetani, hakika Mungu anaweza. Kwa hiyo wewe uliyekuja mahali hapa, haijalishi ni nini unapitia, muamini Mungu. Mtegemee Mungu. Nyenyekea kwa Mungu, naye Mungu hatakuacha. Somaji wangu tuende katika kitabu cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia, mlango ni wa 5, mstari ni wa 16. Lakini kabla niingie kwa neno, tuamini sote kwa pamoja na tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa wema wako kwetu na fadhili zako Bwana. Si kwamba kufika katika hekalu lako sisi ni watakatifu sana, bali imegharimu neema yako na upendo wako kwetu. Baba, tunanyenyekea katika hiyo neema. Tunanyenyekea katika huo upendo wako ili ukapate kuzidi maishani mwetu. Tazama Bwana, wakati una majira haya, umenipatia kibali mwanao cha kusimama mbele za kondoo wako hawa uliowaleta katika hekalu lako. Wameacha mambo yao mengi nyumbani mwao, wameacha vitu vingi vya kufanya, wakaona ya kwamba hivyo vyote havina umuhimu kuliko wewe Bwana. Baba, niko chini ya miguu yako. Sitaki kupoteza hata mmoja wa watu hao waliowaleta. Sitaki kukwaza hata mmoja wa watu hao waliowaleta. Bali ninaomba Bwana ukapate kunitumia sawa sawa na mapenzi yako. Baba yangu, niko chini ya mafuta ya mtumishi wako aliyemsimamisha mahali hapa. Jinsi ninavyomuona ukimtumia Bwana, jinsi ninavyoona ukitumia na wengine hapa, kuanzia kwa Sunday school, teenagers, vijana, kwa mama na hata wazee. Nanyenyekea chini ya hayo mafuta, nikiomba Bwana ukapate kunitumia sawa sawa na mapenzi yako. Kanitumia Bwana jinsi utakavyo wewe. Baba,
nitakapohubiri mimi, hakika watu hawa hawatabarikiwa. Lakini utakapohubiri wewe ndani yangu, hakika watapenda, kwa maana litakuwa ni neno lako. Mfalme wa wafalme, nanyenyekea tena, ikiwa kuna uovu wote